tabasamu. Tuliona ameaga mapema sana mara tu baada ile mechi yao ya ubingwa. Nadhani kesho yake akawaaga wananchi. Sasa inasemekana kwamba Prince Dube ameenda kucheza kwenye timu ya nyumbani kwao kwa kusajiliwa kwa pesa nyingi zaidi, takriban milioni kama 700 hivi. Hapo mshahara wake wa mwezi ni kama inagonga kwenye milioni 30. Na ameacha project ambayo pengine ilikuwa inamhitaji zaidi kwa msimu ujao kwa upande wa Afrika. Tukirudi kwenye timu yenyewe, Petro Mzigo. Bado Prince Dube alikuwa anahitajika kwa project ya Yanga msimu ujao kuliko Depu, ama ni maamuzi sahihi kwa Prince Dube? Maamuzi sahihi kwa Prince Dube. Kwa sababu kwenye maisha hauishi kwa ajili ya kumfurahisha mtu, inapaswa uangalie kwanza wewe kitu gani ambacho unakipata. Fedha aliyowekewa ni nyingi. Siku ile nilikuwa naeleza hapa namna ambavyo yametokea mapinduzi kwenye soka la Zimbabwe na timu zinaanza kuinvest kwa kiasi kikubwa na kuanza kujaribu kurejesha ushindani kwenye soka la kusini mwa jangwa la Afrika and so kwenye soka la bara zima la Afrika. Ndio. Pesa aliyowekewa ni nyingi. Kwa upande wake yeye ni vizuri. Hata kwa Yanga pia ambao wamemwacha. Yanga walikuwa wanahitaji ku step up, yani kwenda ngazi nyingine. Ndio. Wamekuwa na Dube kwa misimu miwili katika misimu ambayo haijaonekana kwamba wameufikia ule ubora ambao walikuwa nao kipindi ambacho Mayele alikuwa nao kwenye season ya kwanza na season ya pili. Kuelekea kwenye msimu unaofuata naona ilikuwa ni sahihi kumwangalia zaidi Depu ambaye amepata nafasi kidogo lakini ameonyesha kwa kiasi kikubwa kuliko Dube ambaye amepata nafasi kwa sehemu kubwa na ameonyesha kwa sehemu ambayo mimi naweza nikasema ni average, naweza nikasema ni wastani. Yanga hivi sasa, jana tulikuwa tunazungumzia kuhusiana na mabadiliko na maboresho. Kila mchezaji ambaye wanamsajili hawapaswi kufikiria ubingwa wa ligi kuu ya soka Tanzania bara tena, na hiyo ndio level ambayo Dube alikuwa amekuepo. Ushahidi umeonekana kwenye mechi za kimataifa. Depu ali step up kwenye nyakati ngumu zaidi kuliko ilivyokuwa kwa Dube. Kwa Dube kuondoka, mimi naona kwa Yanga inawapa aweni ya wao kupumua na kuja kutafuta mtu ambaye ana viwango vya juu zaidi kuliko ilivyokuwa Dube. Juma Shabani, kuna somo lolote hapa ambapo Young Africans wamelipata mara baada ya Prince Dube kuondoka, Fiston Mayele, Faisal Salum? Kwanza kilichokuwa kinazungumzika ni kwamba Young Africans walikuwa washafanya mazungumzo na Prince Dube, si ndio? Kwa mara ya kwanza baada ya kuona mkataba wake unaenda ukingoni. Lakini baadaye tena kama vile mazungumzo alienda akafanyaje? Yakastaki. Wakati sasa mazungumzo yamestaki, Dube alikuja akapata ofa nyingine ambayo ilikuwa ni bora zaidi. Na Dube ameitumikia Young Africans kwa misimu miwili ambapo ukiangalia katika hiyo misimu miwili amechangia ama amehusika katika upande wa magoli 72, kwa maana kwamba amecheza mechi 58 akiwa amefunga takriban magoli 32 na akiwa ametengeneza pia assist 14. Huyu ni mshambuliaji ambaye wakati anatoka Azam FC, tukumbuke msimu wake wa mwisho alikuwa amefunga goli 5 tu pekee, lakini ameenda Young Africans, ameenda kwenda kuivunja rekodi yake ambayo kwa msimu wake wa kwanza akiwa na Azam FC ni Dube ambaye alifunga magoli 12, ambao akiwa na Azam tena hakuwahi kufunga hizo goli 12. Ameenda Young Africans msimu wake tu wa kwanza akaenda akafunga magoli 14. Kwa hiyo kuonyesha kwamba ukuaji wa mchezaji. Huku kaondoka akiwa na goli 5 tu pekee, lakini ameenda Young Africans, ameenda kwenda kufunga magoli hayo 14. Wakati Aziz Ki msimu unaenda kumalizika alisema kwamba msimu ujao tutakuwa na Dube, na akasema kwamba anamuona Dube akiwa top scorer kwenye upande wa kikosi chetu. Of course alifanya vizuri kwa sababu kulikuwa kuna mpishano mdogo tu. Clement Mzize alikuwa na goli 15, Prince Dube alikuwa na goli 14. Top scorer wa ligi alikuwa ni Jean Charles Ahoua, ndio alikuwa na goli 16. Bahati haikuwa kwa upande wa Dube kuwa top scorer, japo of course alikuwa anatumika sana zaidi kwa sababu katika huo msimu Young Africans ilikubali kumchezesha zaidi Aziz Ki ili awe top scorer upande wa klabu. Kwa hiyo mimi naamini uwepo wa Dube ndani ya kikosi cha Young Africans kulikuwa kunampa pia mwalimu option nyingi za kuweza kufanyaje, za kuweza kuzitumia. Ukiangalia kwenye hizo mechi mbili zilizopita, ukianzia na ile mechi ya Azam ya kule CCM Kirumba, mwalimu kipindi cha pili aliingia na washambuliaji wawili. Kwenye mechi pia ya pili dhidi ya Azam FC kule visiwani Zanzibar, mwalimu alianza pia na washambuliaji wawili ambao nao pia ilionyesha ikimlipa zaidi. Kwenye mechi ya mwisho pia dhidi ya JKT Tanzania, mwalimu pia alianza na washambuliaji
wawili. Kwa maana kwamba kuna namna aliona akimchezesha Dube na Depu kuna kitu ambacho anachokipata zaidi kuliko akimsimamisha mshambuliaji tu mmoja pekee. Sasa sijajua kama Young Africans wataendelea kuwa na Molin msimu ujao ama anaweza akaja mwalimu mwingine ambaye naye pia atakuja pia na system yake nyingine mpya, either kutegemea mshambuliaji mmoja ama kutegemea washambuliaji wawili. Sofa kwa namna ambavyo nilivyomuona Dube mpaka sasa hivi, nitaungana na Petro kwa kusema kwamba ni muda sahihi sasa wa Dube kwenda kutafuta changamoto nyingine sehemu nyingine, kwa sababu wakati hapa tunazungumzia washambuliaji wa timu ya Taifa Stars, kuna mmoja tumemwacha ambaye kwa sababu kama kigezo tunaangalia wanaocheza nje, kuna mtu anaitwa Kevin John, lakini taifa unajua alimzungumzi kabisa. Tutataja kina Mzize, tutataja kina Kibu, lakini hatumuoni kama Kevin John naye anafaa kuwa ni sehemu ya timu ya taifa. Kwa kile ambacho amekifanya Dube, kwa sehemu ya timu anafaa ila kubeba majukumu tunarudi pale pale kwa Petro, tunababaisha. Tuombe Mungu. Hesabu za Yanga zimekaa vizuri kwa sababu milioni 700 na mshahara wa milioni 30 kwa mwezi. 37 kwa mwezi. Ina maana mchezaji anaenda miaka 30. Ina maana tukichukua hiyo ratio kwamba ndo ambayo Dube pengine angekuwa anataka Yanga waifikie au waikaribie. Tukija kuileta kwenye dirisha la usajili, hapo shehe unaenda ukamata machipleba kama 3 hivi ambao unawagonga 200-250 za transfer au 200 za transfer, unabakiwa na change. Na change unabaki nayo. Mshahara utainginia hata milioni 11 Tedi tu huko alikotoka anapata ngapi? Umeona, unaenda Kongo huko, unaenda Afrika Magharibi, Ivory Coast, Senegal, unakuja Kongo hapa unaokota. Yaani kuna machipleba kibao hapa ambao wanaweza kuja kupigia mzigo wa milioni 10. Sasa Petro, mwanzo umezungumza, umesema kwamba Yanga haitakiwi kusajili wachezaji kwa kufikiria ligi kuu pekee. Inatakiwa sajili wachezaji standard za michuano ile ya CAF au chipleba. Naposema chipleba hapo mbona tukuelewi? Naposema chipleba au unazungumzia Mapinduzi huku Muungano. Naposema chipleba simaanishi yani simaanishi mchezaji asiye na uzoefu au mchezaji asiye na ubora. No, wapo wachezaji wana ubora lakini wanacheza katika ligi ambazo ukilinganisha na thamani ya ligi yetu kwa safari hii wako juu zaidi. Kuna wachezaji wako Lupo juzi kuna mchezaji Lupopo amesajiliwa kama sio Wydad Al Ittihad, umeona, fullback wa kushoto ambaye alikuwa anacheza Lupopo, ambaye ni one of the best fullbacks ambao mimi nimeshangaa ule mtu kasajiliwa nchi nyingine, najiuliza hivi ina maana hao kumwangalia huyu beki kwenye michuano iliyopita, umeona. Wamekuja hapa wamecheza na Azam, umeona, tumeona Esmaniema. Wana wachezaji wazuri tu, wana maiko wazuri, wana viungo wazuri, lakini wanacheza katika ligi ambayo thamani yao ukilinganisha na thamani ya ligi yetu, thamani ya ligi yetu iko juu. Navyosema chipleba ndo huko ambako Fiston Maele alitoka. Navyosema chipleba ndo huko Pacome Zouzoua alitoka. Sio kwamba machipleba kwamba hawakuwa na ubora, no, walipotoka of course ila ni kwa sababu ligi walizotoka kwa hivi sasa kulinganisha na thamani ya ligi yetu. Kweli huo juu mazungumza. Kwani unafikiri Petro hawa akiwa anakuja unafikiri apigi simu? Lazima apige simu. Bwana huko standard ya mshahara ikoje? Si ndio? Kwa sababu ngoja nikwambie kitu kimoja. Umeona kama mchezaji kama Mohamed Hussein, si mchezaji mzawa. Lakini ukienda kuangalia kwenye ratio ya mishahara ambao wanaochukua Zimbabwe, amnamna utazungumza 23-25. Yuko pale. Umeelewa? Sasa kwa hao ambao wanaotoka nje pia kuna issue za vibali, si issue za treatment za hapa na pale, apartment hizo lazima wapangiwe, watapoa usafiri full tank kila wiki. Ina maana lazima tu kutakuwa kuna hizo gharama, ambapo mimi naamini kama Yanga inavyosemekana wametoa zaidi ya bilioni 1 kwa Depu, pengine inawezekana standard yao sasa kwa msimu huu imetoka zaidi ya hiyo hela. Zaidi ya bilioni 1? Yes. Kwa nani? Ilikuwa ngumu kumwacha Depu kabaki na Dube. Yaani ilikuwa ngumu. Bilioni 1? Yes. Zaidi. Sikatoka Ulaya Petro ule mchezaji. Katoka Ulaya. Zaidi ya B1. Zaidi ya B1 Kama bilioni 1.2. Depu huyo. Ndio hela ambayo inayotajwa ya Depu, ambayo Young Africans walifumba macho wakaitupa dirisha dogo la usajili. Na hata pia kinachozungumzwa pia kwa msimu huu, Young Africans namna kwenye bajeti yao ya usajili ambayo wameiweka sio chini ya bilioni 7. Kwa hiyo ukiangalia ni kwamba kule ambapo Mo Dewji miaka 9 nyuma iliyopita wakati anasema kwamba
bajeti ya Simba kwa mwaka ni bilioni 3. Bilioni 3. Tushatoka kule, umeelewa? Ndio maana leo ukiangalia bajeti za msimu hizi, Yanga watafanya kikao hapa, si ndio? Mkutano ule wa mwaka hapa, yes, watafanya huo mkutano. Tutasikia msimu uliopita bajeti yao ilikuwa ni bilioni 29, si ndio? Pengine natarajia kwa msimu huu itakuwa ni zaidi ya hiyo bilioni 29. The same pia hata Simba nao bajeti yao nao ilikuwa inacheza pale pale. Kwa hiyo kila msimu tunagundua kwamba kutokana na mahitaji ya hizi timu na hao wachezaji wanaowahitaji, lazima bajeti tu zitakuwa kubwa. Kama Azam FC bajeti yao tu inatajwa kama kwenye bilioni 8 hivi ya usajili kwa mwaka huu. Ina maana unaona ni kitu gani ambacho Ibenge anachokihitaji kwa upande wa msimu ujao. Hii ya msimu huu ya kina Kamanga Ngita. Hii ya kina Kiple, kina Ngita. Hii ya msimu ujao. Ya msimu ujao yani. Hii ya kina Ngita ilikuwa ngapi? Tutaifanyia uchunguzi. Tutaifanyia uchunguzi. Ya kina Gift. Kina Kitambala. Sawa, lakini tukaangazia kwenye